Shukrani sana. Tumerejea tena hivi sasa. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Salimu Msumi, bado nipo na coach Michael Hiera pamoja na kwa sasa naungana na Sharif Bayona. Bayona, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kwema? Kwema, uko vizuri? Kwema. Habari za usipataje? Za usipataje? Ndio umehaba. Ai, amna. Sasa nikashangaa mbona unaingia na chuma hapo inatokea upande ambao ule sija kama ni upande mpya. Kwamba natokea kule. Mpaka unatokea njia. Chuma yako inaingia kutokea. Nikasijaelewa. Kawaida ndugu yangu, tunapambana. Mwaka umeanza lakini bado watu bado. Kaka, unanimaliza sana. Watu wasema unanimaliza sana. Mbona Bayona hatumuoni kule juu? Kunijua tu imekuwa tabu. Sawa. Sharif Bayona huyo ametukana naye kwa wakati huu hapa. Kwa wakati huu hapa twende tukaangazie zilizobamba. Hapa ambapo tunaungana na Ali Bakari Mufti, mtu ambaye anapapenda sana Ujda pamoja na Unguja, japo yeye ni kutokea Mangula is home. Utazunguka kote lakini the best is Mangula. Yupo hapa mzee wa kusema, na nimefurahi sana kuungana na wewe Sharif Bayona, Shak Saidi pamoja na Michael Hiera. Na mimi nilo dawati hatuliacha patupu, atakidhi matako ya dawati zilizobamba mitandaoni. Karibu sana. Kwa dawati nimpa maagizo yote Mufti. Mufti kuna muda dawati kama nalihepa hivi. Kama mchagii. Analitegea dawati. Lakini madhari ya kwamba leo pande zote mbili. Atapita Mufti. Mufti una stori zake yeye hanaga shida nazo. Ila zile za cheche sasa unaweza kumtumia bwana, hii hapa vipi? Akaambia hiyo haifai hiyo. Anajua hiyo moto hii. Yes. Asante sana. Kwanza nashukuru. Alhamdulillah, kwanza kwa Mwenyezi Mungu kutukutanisha tena leo hii. Kabisa. Jana hatukuwa na wewe. Ndio. Majukumu mengine. Yes, jengo hili lakini majukumu. Jengo hili lina majukumu kubwa. Nikavi watu wanapomuulizia Bayona katika AFCON. Kile Bayona Bayona yuko viwanjani. Yes, lakini pia nashukuru coach Michael kuungana nawe na Sharif Bayona. Ilikuwa nasikia mazungumzo ya mwanzo kwamba ulisikia mihama lakini umeona mbona mwelekeo ni ule. Baada atokea kule. Mwelekeo ule. Bayona vipi? Waje na maneno sasa. Waje na maneno ndugu yangu. Twende moja kwa moja katika zilizobamba mitandaoni. Unafahamu ya kwamba jana kuna watu walipaswa wakae mpaka usiku kidogo, wachelewe kulala na wahakikishe simu zao ama vifaa vyao viwe na bando kuhakikisha wanapata kile ambacho Young Africans walitangaza kwamba watakifanya majira ya saa 5, na kwa makusudi tu ilivyofika saa 5 wakachelewesha ikafika mpaka saa 5:30 hivi. Bila shaka maana watu wanasema hivi, yaani hoja ilianza mtandaoni. Yanga mnajua maana ya saa 5 kamili? Ndio. Yaani saa 5 kamili. Yaani watu wanataka kama kamili kweli. Basi kamili. Maana naona malalamiko yalikuwa hata na wenyewe wale karibu na Yanga nao walikuwa wanalalamika, hadi mimi umelala. Yes, kikubwa ni utambulisho wa mchezaji ambaye taarifa zake zilikuwa zina karibuni hata miaka 2 hivi hapa kwetu, mara hivi Okelo Starboy, na of course ulimuona katika michuano ya ama finali za AFCON kule. Ni Alan Okelo ambaye alitambulishwa majira kama ya saa 5:30 hivi kupitia kurasa rasmi za Young Africans. Na nikwambie tu kiukweli utambulisho wake umeteka hadhira. Mpaka sisi tunachukua hii post, unaweza kaona hizi ni number of likes 92,393. Comments ni zaidi ya 13,000. Ukiongeza na ya Abu hapo nakuwa na ya Mufti haipo hapo. Mufti haipo. Ipo hiyo kutoka Morocco. Kuna ya kutoka Morocco. Akadir. Lakini pia kuna ya huyu Musa Kawambwa. Musa naipo. Musa Kawambwa Jiara.
Lakini kuna comment hapo ya Khalid Aucho. Bila shaka ni kaka yake kwa umri, kaka yake kwa sababu ndio nahodha wa timu ya taifa ya Uganda, si ndio ambaye amemkaribisha, anasema karibu mdogo wangu, nafikiri ametumia hilo neno, tunaweza kusema hivyo. Mwenyezi Mungu akisema Allah kwamba ambariki zaidi, lakini pia akisema aje kuwaonyesha vile vya ambavyo vya ajabu ambavyo Alan Okello anavyo, lakini akisema ya kwamba anajisikia faraja kwa hili jambo ambalo limefanyika. Khalid Aucho amecheza Young Africans kwa mafanikio sana, tunaweza tukasema, si ndio? Na amekaa takriban misimu minne, miaka minne. Leo hii Alan Okello anakuja. Mwanzo nilikuwa nawasikia mnajaribu kutaja baadhi ya wachezaji ambao wamepita Tanzania hapa, wametoka Uganda, lakini kwa ukaribisho huu wa Khalid Aucho, kwanza kwamba niseme Khalid Aucho anawezekana alihusika kidogo katika kushawishi Alan aweze kuja Tanzania. Mimi sijajua katika kushawishi, lakini naamini kwamba Alan kama hajafanya uamuzi aliongea na Aucho. Popote mtu yoyote popote unapokwenda lazima kuna watangulizi wako, lazima uulize kwanza. Mwenyeji pale vipi? Niende panaendeka, anachezeka. Nitakupa kisa cha mtu mmoja, ni kocha wa klabu fulani. Alipoingia yeye huyo kocha alikataza watu wote kutozungumza na vyombo vya habari. Kitaka kuzungumza vyombo vya habari, si meneja, si nani, ongea na yeye mwenyewe. Alikuwa mtata sana huyo kocha. Natoa kocha yenyewe tunajua. Sasa kumbe mtangulizi wake alikuwa anatoka katika nchi na yeye alikuwa anatoka moja. Kwa hiyo mwisho wa siku yeye aliambiwa ili mradi uishi vizuri pale inabidi ufanye 1, 2, 3. Unapewa zile lonja zile. Si ndio? Kwa hiyo baadhi ya mtu kama mbona mnyie amuongei sasa hivi? Bwana kocha kataza. Unajua bwana huyu yule mwingine naye alikuwa kama huyu. Nakupa tu hiyo simu. Yes. Imani kufuatilia zaidi. Huyu bwana kwa siku moja timu ilikuwa imetoka mkoani. Ikafika pale imeandaliwa gari ingie watu washerekee ubingwa, asema hapana, ingieni kwenye basi tuondoke zetu. Ilikuwa Dodoma ile. Ilikuwa Dodoma? Wamefika pale airport. Akaambia tunaenda Dodoma kusherekea wapi? Sio, akaambia kule. Ingia kwenye gari tuondoke. Yule kocha alikuwa na misimamo kwa sababu aliambiwa na mtangulizi wake. Mshajua tayari hatutajadi hapa majina. Kwa hiyo mwisho siku popote pale ukiwa unaenda sehemu lazima uulize, bwana vipi, mazingira yapoje, utaratibu wao upoje? Kwa hiyo nadhani the best comment ni hiyo ya kumfungulia dunia, unaweza kusema kwamba karibu, lakini nimependa hiyo huo mstari, show them your magic. Popote pale Okello watu wanamwamini akiwa Vipers, bado hawajamwamini akiwa Yanga. Yani kiwango cha Vipers sio cha Yanga, yani Vipers sio Yanga, Yanga ni Yanga kabisa. Sasa wakati mnamchambua Okello mlikuwa mnamgusa kidogo na Stefan Aziz Ki ambaye ni miongoni mwa wachezaji ambao pia utambulisho wao ulikuwa wa kipekee sana pale Young Africa. Na wakati anakuja tu matarajio yalikuwa ni makubwa sana pale Young Africa. Yeye alitambulishwa majira ya saa 9, naye kiukweli watu hawakulala siku ile. Sema bwana ufunguo. Yes, bwana ufunguo. Kwa hivyo mlikuwa mnamtaja taja hivyo. Kwa utambulisho wa Aziz Ki ama Stefan Aziz Ki na huu utambulisho wa Alan Okello, kwa maana ya kwamba matarajio ambayo wapenda soka lakini haswa mashabiki wa Yanga walionayo, kwa sababu kuna wachezaji wengine ambao utambulisho wao unakuwa mkubwa lakini mwisho wa siku kidogo mambo yanakuwa tofauti. Kwa mfano mchezaji alitoka Angola alicheza Yanga pale, Carlinhos. Nakumbuka nafikiri utambulisho wa yule, mapokezi ya yule mchezaji sijui kwa hivi karibuni kama yanaweza yakapatikana. Lakini mwisho wa siku hakufanya yale makubwa ambayo yalitarajiwa pale Yanga. Okello, unaona kuna chochote kitamsumbua? Mlikuwa Kinga Mkono alikuwa anataja zaidi Dar es Salaam. Lakini Dar es Salaam. Hajasema Dar es Salaam. Dar es Salaam. Amesema Dar es Salaam. Na Dar es Salaam kuna maeneo yake. Hataji Mbagala, hataji Saraka. Natajwa Ilala, hataji Magomeni. Mfano Kinondoni. Issue ya Alan, nadhani story ya Aziz Ki na Alan zinafanana kama hazifanani. Unajua ile ya Aziz Ki ilikuwa inaonekana kwamba huyu mchezaji hatuweza kusajiliwa kutokana na daraja lake ni kubwa sana. Yani ilikuwa inaonekana kwamba huyu sio levels za huku.
hususan baada ya Konate naye kuondoka kuelekea nje. Salzburg. Kwa hiyo inaonekana kwamba Aziz Ki ilikuwa hiyo ni bato kwamba atasajiliwa asajiliwe. Lakini kwa Alan mwanzoni, kwa sababu ndio hata mimi niliwaambia hapa panel mwanzo, akaambia wakina Fadi Bayo, sio wakina nani ambao walicheza walionekana bado ni master boy ndani ya Uganda, ameenda kucheza nje. Na yeye kwa inaonekana kama kuja Tanzania kama ni ngumu. Lakini ile safari ya Engineer Health ya kwenda kuonana na Mulindwa, watu wengi wakaona kwamba yes, the deal is coming. Kwamba inaenda kufinaliziwa, done and dusted wanaweza kuita. Lakini issue yangu ya kwamba Alan atawika kama wiki, unaweza kuwa ni mtabiri tambitambi. Lakini kwa uwezo wake ambao ameuonyesha, unasema kwamba huyu mtu anaingia kikosini. Lakini shida yangu ndio maana nikauliza kwa watu ambao wanafuatilia soka la Tanzania, kuna mchezaji anaitwa Steven Bengo, nikamkumbusha hapa. Alisajiliwa na Yanga kutoka Sports Club Villa ya Uganda. Alikuwa ni moto kotea mbali. Namba 10. Lakini alipofika hapa akazidi kunenepa, maisha yakaenda tofauti. Lakini kuna watu wametoka Uganda wamekuja Yanga wamefanya vizuri. Aziz Ki, Diego, Oku amepita kidogo. Halidi Aucho amepita. Kwa ndio maana nimeona hiyo comment, nimeona kwamba ni comment moja nzuri sana ambayo ina empower yeye mwenyewe mchezaji kwamba kuna yes kwamba napaswa kwenda kuonyesha. Yes, yapo mengi ya kujadili kuhusiana na Alan Okello, lakini tunamkaribisha katika NBC Premier League, ligi ambayo kiukweli kwa sasa hapo mashabiki anasema Lamine Yamal wa Jangwani. Tayari washaanza kumpa jina. Majina tayari yameshaanza. Yes, na wenyewe Vipers tunasema thank you. Tulizoea hapa Tanzania pia thank you. Lakini thank you hii ni tofauti kidogo na ile ambayo tumezoea Tanzania. Thank you Tanzania hapa wakati mwingine huwa ni wameamua kukuacha. Lakini ni thank you ya kukuaga kwamba tunajua unapiga labda hatua unaenda sehemu nyingine na tunakutakia. Na hicho ambacho wamekiandika hapa Vipers wakisema kwamba ameiwakilisha vyema rangi hiyo ya Vipers kwa utofauti katika kipindi cha miaka 2.5 ambayo alidumu katika dimba la St Mary's Kitende. Uwanja maarufu hasa katika ligi ya wanawake kule, michuano ile Kitende wenyewe Uganda wanasema hivi Kitende. Yes. Teams wapo kwa sababu wameishi sana yes, Kitende. Kwa hivyo wanamshukuru kwa uongozi wake, kujitoa kwake kwenye timu na ubora wake. Wanasema ubora wake huo aende kuuonesha huko ambako anakwenda kwa maana ya Young Africans. Na unaweza kuona kwamba Alan Okello mpaka anatambulishwa jana ile nusu saa alikuwa na watu kama 70k. Nikasema hii namba hii dakika sifuri itapanda, itafumuka. Alafu pia kabla tujaingia hapa dakika kadhaa tu nyuma nilipita kwenye peji ya Yanga, nilikuwa naangalia kuna post wameiweka mpya ile video ambayo inaonyesha saa 48 ambazo Hersi Said ametumia kukamilisha hilo dili. Unaona of course kuna kazi inafanyika kubwa. Unamuona rais namna ambavyo anapambana, anafunga safari, anafika kule. Lakini moja ya kitu ambacho nilikuwa natamani sana kukijua wakati na itazama ile video, nilikuwa natamani kujua yani hili dili limegharimu kiasi gani. Kwa sababu unajua moja ya kitu ambacho kinatia shauku au hamasa kwenye dili kama hizi za mipira ya miguu ni kiasi. Kikitajwa kiasi unajua kidogo inakupa ile tunasema ladha fulani. Unaweza ukata hiyo ladha lakini sisi kwetu sijaelewa kwa nini sisi kwetu waga tunaficha sana, lakini wewe unataja kiwango chako. Sasa huu ni mpira wa miguu of course. Deal yani kwamba gharama ya tumemsajili kwa kiasi gani. Yani mara nyingi hizo undisclosed deal kwa bara la Afrika yanabeki. Lakini kitu ambacho kingine nafikiri baadhi ya usajili unaofanyika kwa wachezaji ambao tayari wana majina inaitangaza taifa, inatangaza ligi yetu pia, kwa sababu hata usajili huo Alan, nimeona baadhi ya media zingine zikiandika na zenyewe
kwamba Alan Okello anatoka yani ina boost ligi lakini kwenye issue yake hapa unajua bwana ya Kibunda Bayona yani sawa, umenielewa na kuelewa kwa ndio hoja yangu. Kibunda tuzungumzi mshahara wa Alan Okello tunachokizungumza sawa, Alan Okello ili mpaka kama vile yani Mohamed Shabalala Hussein alivyokuwa zinatajwa kwamba bwana amewekewa milioni 300 kwenye kukataliwa au kama milioni ngapi, yani zile ndo kwa sasa. Kwa mfano Alan Okello unaweza kuta labda Young Africans labda wametumia zaidi ya milioni 500 umeelewa, kama sehemu ya kumsajili. Ile gharama ukiiweka kwenye tangazo kama hili, of course inashtua watu kwamba okay, zipo kiasi ambazo zinatajataja yani inatia kwa sababu wenyewe Yanga hawajataja. Mimi pa Bayona alivyokuwa anazungumza sema namuona engineer ndio nataka kusema Bayona anataka kuzungumza nini? Mbona umeenda ndani tena? Si tuko sebleni umeenda chumbani. Yale kwa kuzungumza engineer namuona engineer rafiki. Anataka kuzungumza nini? Lakini kulinganisha nini? Lakini nikwambia tu Said, pia nipongeze katika timu ya digital ya Young Africans kwa namna wanavyoandaa content zao. Kabisa. Wanajitahidi kwa kweli. Kwenye Zurio lazima tuseme tu wanafanya kazi kubwa. Wapi ambao wanabidi wajiimarishe? Wakina nani? Klabu zingine. Au vipi? Mbona Mufti uzee? Bwana, kuna comment hapa Emmanuel Mtonyole anasema hamna baya ndugu zetu. Mufti kuna vitu hataki kujibu. Maswali yao anaulizaga yeye. Mimi nimetoa pongezi. Sijasema kuna mtu anatakiwa kujifunza. Mimi nimetoa pongezi. Sijasema kwamba kuna mtu kwa hivyo mtu akifanya vizuri kuna anayefanya vibaya. Au wanaobakia hapa. Yani iko hivi, ngoja nikwambie kitu. Hatusemi kwamba kuna watu labda wanafanya vibaya. Of course kila mtu anafanya vizuri. Lakini kuna ile kugo extra mile. Ukiangalia kwa mfano media team ya Young Africans, kitu ambacho wanakifanya of course unaona kwamba wanatoka nje ya box. Yani kwamba unajua kwa mfano deal ya Okello ilikuwa ishie kwamba watu wamepiga picha tu kwamba bwana Alan Okello huyu hapa, shughuli imeisha, watu wamebandika tu picha. Lakini wao wanakuonyesha yani kwamba kuna jitihada nje ya hiki ambacho mnakiona ambacho watu wanafanya. Mtu anasafiri hivi. Tumekuelewa. Kwa hiyo nje ya box nani ambaye yupo nje ya box? Mimi sijasema nani yupo nje ya box. Sasa kuna watu hapo nje wametoka nje ya box. Hasa nje ya box maana yake kwamba yani ngoja. Nje ya box, yani nje ya box ninachokisema mimi ni sawa sawa na sisi kwa mfano tunaandaa, sisi ni waandaaji wakubwa wa kipindi cha michezo. Moja ya changamoto labda ambayo ni kwambie sometimes ambao labda sisi tunapitia kama producers ni kwamba sometimes unakuwa kwenye klabu mbalimbali unatafuta walau zile tunasema cuts ama video ambazo tutatumia kwenye kipindi kama supportive materials, kwamba wewe unahitaji kuona bwana tunazungumza labda Pamba Jiji, watu wanahitaji kuiona Pamba Jiji iko mazoezini, inafanya mazoezi. Zile vitu tunatakiwa kwenye mitandao ya kijamii viwepo, kwa mfano YouTube channel ya timu husika. Tumekubaliana labda kwa mfano Instagram, yani uone vitu ambavyo ni nje ya hivyo vyote tunavijua. Sasa mwaka unanilazimisha kunipeleka sehemu afu kwa maelezo mengi. Mufti tuendelee. Yes, hayo ni mambo ya utambulisho wa Alan Okello ama usajili wa Alan Okello kutua Young Africans. Haya, twende katika posti nyingine tuone na kwenyewe kuna habari gani. Tuachane bana. Football Intel Africa au _Africa wenyewe wanasema kwamba kocha wa zamani wa Kaizer Chiefs wangeongeza pia labda kocha wa zamani wa Yanga ama na yenyewe wangeongeza hapo. Mufti muongeza. Mimi nauliza wanasema ni miongoni mwa ndio yeye ipo mbele zaidi ama yani ndio amekuwa kama vile ndio namba moja. Yes, anaongoza katika kupewa nafasi ya kuchukua nafasi ya Same Trables katika timu ya Tunisia, senior team ambayo imefuzu michuano ya tunasema finali za kombe la dunia ambazo zitafanyika mwaka huu 2026. Na nimeanza kuona mahali countdown, sisi zimebakia miezi mingapi? Si 5 si 6. Lakini kikubwa ni hiyo kwamba ndo anapewa nafasi kwa kiasi kikubwa. Na nimeona kuna Mtanzania, lakini sio tu Mtanzania, kuna mtu kutoka humu Azam anaitwa Fundo
ama I am Fundo Baba. Yeye anasema Baba Nabi deserves this position for sure. Fundo kaona kwamba Nabi anastahili. Anastahili. Na Nabi sio mara ya kwanza kutajwa kwenye candidates wanaowania nafasi ya kuifundisha Tunisia. Hata wakati Sami Trabelsi anachukua timu, miongoni mwa majina ambayo alikuwa anatajwa sana Tunisia kama anaweza akapewa timu, jina la Nabi pia lilikuwepo hapo. Na sasa hivi kwa sababu Sami Trabelsi amefanya vibaya kwenye AFCON, ameshafungashiwa vilago tayari, wanatajwa pia makocha wengine ambao wanaweza kuchukua nafasi ya Sami Trabelsi. Sasa jina ambalo liko juu kabisa pale kati ya wale makocha, hasa makocha wazao, ndio ni Nasreddine Nabi ambaye sasa hivi ni jobless. Au unasema kama Alonso. Sasa hivi jobless kama Alonso. Kama Alonso soko bisi. Alonso na jobless. Yeye na hapo. Kobisi. Haya, Kobisi Kikala. Bwana, bila shaka salamu zimemfikia Kobisi Kikala. Yes, hayo ni ya Nabi na kama alivyozungumzia hapo Michael Yala ama coach Michael, unahisi ana fit kufundisha Tunisia kwa Tunisia ulioiona kwenye AFCON na Tunisia ambayo inatakiwa iende kwenye finali za kombe la dunia? Kwa uchache sana. Kwa mimi nafikiri ana fit. Sawa. Tuende katika posti nyingine tuone na kwenye kuna habari gani. Hayo ni ya Nabi. Ulimtaja Alonso. Jamaa yes, wanasema kwamba Hans Flick na Xabi Alonso katika mechi zao za 34 za mwanzo ni kama vile wanafanana takwimu. Wote walishinda mechi. Wanafanana nisiweke kama okay. Wanafanana. Mechi za kushinda ni 24 kwa 24, draw 4 kwa 4 na kupoteza 6 kwa 6. Lakini kilichomponza bila shaka yani unasikia Mufti? Naam. Unajua bwana, sasa hivi kusema ukweli mashabiki wengi sana ndio wanauelewa mpira wa miguu sasa, kwamba kuna wakati haihitajiki kutumika hisia. Mashabiki sasa hivi wanaamini kwamba mpira wa miguu pia ni process. Kabla ya hii taarifa ya kufukuzwa kwa Xabi Alonso pale Madrid. Yes, pale Madrid. Kulikuwa pia kuna taarifa ndani ya wiki iliyomalizika, kocha wa Manchester United Ruben Amorim alivyofukuzwa. Lakini unaona kuna kundi kubwa la watu, kundi kubwa la mashabiki pia hawakukubali kile kitu, kwamba anasema of course sawa, kocha nyewe mmemfukuza, lakini sisi kwenye mchakato tunaamini kwamba huyu kocha kuna sehemu Bayona nikukatishe. Nafikiri kwenye the pitch naweza ukatia maneno zaidi na hilo mtalijadili zaidi. Bila tumalizie zilizosalia. Hayo ni ya Alonso na takwimu kuhusiana na kocha wa Barcelona. Tuende katika posti nyingine hapa bwana. Fabrizio ametumia AI, maana msije kashangaa hao makocha wamekutana wakati gani, lakini ametumia AI akisema Januari mosi Enzo Maresca aliondoka Chelsea. Lakini Januari 5 Ruben Amorim wa Manchester United ambaye ndo alikuwa anatajwa hapa na Bayona aliondoka Manchester United. Lakini Januari 12 ikawa ni zamu ya Xabi Alonso wa Real Madrid. Tumalizia na posti ya mwisho kabisa ili niwaache hapa the pitch Chaksaidi uweze kuendelea hapo. Hayo ni mambo ya Alonso. Malizia posti ya mwisho hapo. Swali lake anasema nani atapata kazi wa kwanza hapo katika yes, umeona hiyo comment alafu kuna mwingine akasema anamkaribisha Alonso Manchester. Na anahitajika kweli. Yes, mimi nimeleta hii picha bila shaka baadhi ya vijana wa sasa inawezekana baadhi ya sura hapo zikawa ngeni. Wanaweza kawa wanamfahamu vizuri kabisa Messi, Ronaldo kwa sababu bado anaendelea kucheza, lakini hawa watatu wengine inawezekana kwa baadhi yao ikawa ni shida, lakini ni picha ambayo kiukweli kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia mpira toka zamani wakiiona wanakumbuka mengi sana. Ama sio? Yeah. Nimeamua tu kuileta hiyo picha angalau kuwakumbusha. Na hii ilikuwa ni miaka karibuni 18 iliyopita ndio picha hii iliweza kupatikana. Mchezaji wangu hapo Ricardo Kaka. Kwa hivyo kama miaka 18 kuna mtoto alizaliwa mwaka huu wakati picha hii inapigwa mpaka kuja kupata akili bila shaka alikosa uhondo kuwatazama hao wachezaji. El Nino hapo. El Nino, Fernando Torres, jana kabisa. Ya kabisa, hatari kabisa bwana. Alipotoka Liverpool akaenda Chelsea, mambo kidogo kama
hakumwendea vizuri. Pauni milioni 50. Kwani usajili wa Roman ni Roman aliweza kufanya usajili. Roman alifanya kwa King Sheva, Andriy Shevchenko. Yes, Shevchenko. Haikuweza zinatokea ni just gambling. Tunaita kamari ambazo zinafanyika katika usajili. Yes, hayo ndio ambayo tunaweza kuyadonoa katika mitandao ya kijamii ama zilizobamba katika mitandao ya kijamii. Nirejeshe kijiti kwako Sheikh Saidi, uendelee na jopo lako. Tumeendelea pale Sherif Bayona malizie pale alipotaka Umefai lakini kumfukuza kocha. Alafu pia kwa upande wako tunajua we ni Madridista. We taarifa ya Xabi Alonso kufukuzwa. Of course sio kufukuzwa. Nasema Xabi Alonso ni kama amejing'amua mwenyewe, ameng'atuka. Hosti wa tikitaka. Hosti Bayona. Kwangu mimi binafsi naona imekuwa ni haraka kwa sababu wenda labda angepata muda zaidi pale Real Madrid, wenda angefanya. Umeona sasa umerejea kule nilikokuwa na. Shukrani sana Ali Mufti kwa muda wako. Asante sana. Bayona nataka kuwa ni mchambuzi mtangazaji. Asante sana. Shukrani sana Ali Bakari Mufti wakati huu hapa ambaye alikuwa hapa katika Zilizobamba mitandaoni. Kwa wakati huu hapa tuelekee katika the pitch.